Yanga yamvizia Mohamed Zougrana. Je, ndiye silaha ya siri? Vipi kama nikikwambia klabu ya Yanga imeweza kumpata kiungo ambaye anaweza kubadilisha kabisa sura ya timu msimu huu? Si jina kubwa sana kwa mashabiki wengi wa Tanzania, lakini Afrika nzima wanamfahamu. Anaitwa Mohamed Zougrana. Lakini swali hili, ndiye mchezaji ambaye kocha mpya Mankoba amekuwa akimuhitaji ili kutekeleza falsafa yake ya soka? Lakini hebu ungana nami mpaka mwisho tukamtazame kwa umakini mchezaji huu, lakini pia na mipango ya kocha mkuu wa klabu ya Yanga. Kabla ya kuzungumzia Zougrana, lazima tujiulize swali muhimu kubwa sana ambalo, je, Yanga inatafuta nini? Baada ya kuingia kwa kocha mpya Mankoba, ni wazi kwamba mfumo wa timu unaweza kubadilika na umekuwa ukibadilika. Lakini kocha huyu si mtu ambaye anasubiria kuona mpinzani anafanya nini. Ni kocha ambaye yeye binafsi anapenda timu yake iweze kumiliki mpira kwa muda mrefu, iweze kushambulia kwa kasi. Na ukitaka kufanya haya yote kama kocha, ni lazima utahitaji kiungo ambaye ana kiwango cha juu cha uchezaji. Na hapa ndipo sasa jina la Mohamed Zougrana linaanza kuhusishwa na Yanga. Kwa sasa taarifa zinazozunguka zinaeleza kuwa mazungumzo yanaendelea, ingawa bado hakuna uthibitisho rasmi kutoka Yanga Sports Club au MC Alger. Hebu tukamtazame Mohamed Zougrana ni nani hasa. Mohamed Zougrana ana miaka 24, amezaliwa Daloa nchini Ivory Coast, lakini sasa amekuwa akiwakilisha Burkina Faso kimataifa. Lakini jambo ambalo linamtofautisha si uraia wake tu, lakini kikubwa ni kwamba ni aina ya mpira ambao amekuwa akicheza. Sifa yake kubwa ni kwamba si mchezaji ambaye amekuwa akisubiria mpira umfikie. Kwa maana nyingine ni kwamba amekuwa akihusika sana katika kuvunja mashambulizi ya mpinzani. Amekuwa ni bingwa sana katika kupora mipira, na amewafanya pia washambuliaji wa timu yake waanzie mbele baada ya kurudi nyuma kwanza kutafuta mipira. Kwa lugha ya kisoka naweza nikasema kwamba anabeba kazi ambayo mara nyingi mashabiki hawaioni, lakini makocha hawawezi kupanga kikosi bila kuwaweka ndani. Hebu tukatazame MC Alger kwa nini walimuongezea mkataba mwaka 2023. Mwaka 2023 alisajiliwa MC Alger, baada ya muda mfupi akawa mmoja viungo muhimu kabisa wa timu, na aliweza kucheza zaidi ya mechi 60, akafunga bao muhimu katika debi, lakini pia aliweza kuisaidia MC Alger kutoa ubingwa. Klabu ya MC Alger iliweza kuongeza mkataba mpaka 2028. Swali ni kwamba, je, kama klabu bingwa ya Algeria iliona thamani yake kiasi hicho, je, Yanga inaweza kumngoa? Ukifuatilia timu ambazo kocha Mankoba amezifundisha, utagundua jambo moja kubwa sana. Amependa sana timu yake ianze mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia anataka mabeki wasiwe wanapiga mipira ovyo. Anapenda sana kiungo wa chini, anapora mipira, lakini pia ndani ya sekunde chache anakuwa ana uwezo wa kuanzisha mashambulizi. Na ukimwangalia Zougrana ni aina ya wachezaji ambao wana sifa hizi. Kama atasajiliwa, anaweza kuwa moyo wa timu ya Yanga. Katika mfumo wa 4-3-3 anaweza kusimama mbele ya mabeki, atazuia mashambulizi, lakini pia ataweza kuanzisha mashambulizi na kuwapa uhuru viungo wabunifu kusonga mbele. Katika mfumo wa 4-2-3-1 anaweza kucheza pamoja na kiungo mwingine wakati, huku akihakikisha timu haikatiki. Na hii ndio aina ya mchezaji ambaye mashabiki wanaweza wasimuone mchezaji wao akifunga mabao mengi, lakini wakimuondoa tu timu yote inaanza kuyumba. Je, atafanikiwa Tanzania? Historia inaonyesha kwamba si kila mchezaji mkubwa amefanikiwa baada ya kubadilisha ligi ama baada ya kubadilisha timu. Lakini Tanzania ina ushindani wake, ina mazingira yake, ina pressure zake, lakini kwa uzoefu wake wa mashindano ya CAF na ligi ya Algeria anaonekana kuwa ana uwezo wa kuhimili changamoto hizo. Hata hivyo, mafanikio yake yatategemea sana kasi ya kuzoea mazingira, ushirikiano na wenzake, pamoja na utekelezaji wa mbinu za kocha. Kwa mtazamo wa soka, iwapo usajili huu utakamilika, basi Mohamed anaweza kuwa moja ya usajili wenye matokeo makubwa sana katika dirisha hili kwa klabu ya Yanga kwa msimu mpya wa 2026-2027. Lakini ni muhimu kukumbuka jambo moja, kwamba mpaka sasa hakuna tangazo rasmi la kukamilika kwa usajili huo. Kilichopo ni taarifa za mazungumzo tu na zinahusisha pande zote mbili. Lakini je, Yanga itafanikiwa kumshawishi MC Alger? Je, Mankoba amepata kiungo ambaye amekuwa akimhitaji kutengeneza timu ya kutoa mataji makubwa Afrika? Sasa ni zamu yako ndugu mpenzi mtazamaji wa Vision Africa TV. Tuambie kwenye comments hapo chini,
Je, Zougrana ndiye kiungo aliyekosekana Yanga? Lakini pili ni kwamba unampa alama ngapi kati ya 10 kama usajili huu utakamilika? Na unadhani Yanga itafikia hatua gani kwenye ligi ya mabingwa Afrika msimu huu? Usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe Vision Africa TV, lakini pia washirikishe marafiki zako wapate uchambuzi wa kina wa soka la Afrika na Tanzania. Mwanga wa ndoto zetu.